بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 3 من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya kitabu usul السنة لأبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. tulianza sehemu ya kwanza aliyotaja al-Imam al-Humaydi rahimahullah, as-sunnatu 'indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khayrihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu wa anna dhalika kulluhu qada'un min Allah 'azza wa jalla. قال الشيخ الراجحي حفظه الله: والإيمان بالقدر له مراتب 4. ثم شرح بكاب كيمين قدر إن مرتبة إن أنبزني واجب كزياميني إلي أوامبيه أمياميني قدر. من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. yoyote ambaye hataamini hizi martaba 4 basi huyo hajaiamini qadar. al-ula al-ilmu, ambao ndio leo tutaizungumzia martaba ya ilmu. فتؤمن بأن الله علم الأشياء في الأزل قبل كونها ووجودها، والأزل هو الذي لا بداية لأوليته. kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyajua mambo huko kale ambako hakuna mwanzo wake, kabla yale mambo kutokea au kupatikana katika huu ulimwengu. na kama alivyosema wal azal, na azal Kiswahili wasema azali, huwa alladhi la bidayata li awwaliyatihi, ni ule wakati ambao hauna mwanzo wake, yani zamani huko nyuma ambako hakuna mwanzo wake. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته. نهيني وسباب الله سبحانه وتعالى ndiye wa mwanzo katika dhati yake na majina yake na sifa zake, kama annahu huwa al-akhir subhanahu وكذلك هو الظاهر والباطن، كما قال تعالى في كتابه العظيم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. atafasiri hapa mshereheshaji maana ya majina haya, na yatosheleza kadhalika tafsiri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول. كوني كأذكار النوم. Abu Salih ni mmoja katika wapokezi wa hadithi aliyopokea kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na Abu Hurairah akapokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam.
اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء أي القديم بلا ابتداء ni yule wakale ambaye hana mwanzo wake fayadullu ala anna ghayrahu hadithun baada an lam yakun ni dalili ya kuwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe wake vimekuja baada ya kuwa vilikuwa havipo kile Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qadim bila ibtida huwa al-awwal ni wakale ambaye hana mwanzo wake wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay'un ay al-baqi bila intiha ambaye atabakia hana mwisho wake subhanahu wa ta'ala wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka shay'un ay dhahirun bi dhatihi fawqa kulli shay Allah subhanahu wa ta'ala ni dhahir kwa dhati yake yuko juu ya kila kitu وهذا يدل على ماذا على عظمة الله سبحانه وتعالى نهي ونيشا ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa kila kiumbe ni kidogo sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa anta al-batin falaysa dunaka shay'un ay al-muhtajib bi dhatihi Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chochote kinachofichikamana na yeye yeye ndiye hakuna yeyote katika waja wake anayeweza kumuona mpaka atakaye Allah subhanahu wa ta'ala ثم قال اقض عنا الدين واغننا من الفقر وكان يروي ذلك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 اسماء لله تعالى متقابلات majina haya manne ya Allah subhanahu wa ta'ala yamekabiliana al-awwal wal-akhir mutaqabilan wa mwanzo na yeye ndiye atakayebakia wa mwisho hakuna baada yake chochote haya ni majina mawili ya mkabala wal-dhahir wal-batin mutaqabilan ismani liawwaliyatihi wa abadiyatihi mwanzo majina mawili huwa al-awwal ule mwanzo wake wal-akhir na kuwa atabakia milele wasmani lifawqiyatihi wa adami hajbi shay'in min almakhluqati lahu na majina haya mawili ya kuonyesha yuko juu na hakuna chochote ambacho kimezuilika kutokamana na yeye kukiona na kukijua bali ajua kila kitu pamoja na kuwa wao hawamtambui yeye vilivyo isipokuwa kwa kadri ya vile alivyojieleza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na alivyomueleza mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sunna قال هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء فهو سبحانه فوق العرش Allah ndiye al-dhahir ambaye hakuna chochote juu yake kwani Allah yuko juu ya arsh وهو الباطن الذي ليس دونه شيء na ndio al-batin hakuna chochote kinachofichikamana na yeye Allah subhanahu fala yuhjabu anhu ahadun min khalqihi kwa kuna yote ambaye kuna kizuizi eti Allah subhanahu wa ta'ala asimjue pamoja na kuwa wao hawamtambui yeye isipokuwa kwa kadri ya vile alivyojieleza وهو الأول الذي لا بداية لأوليته na ndio mwanzo ambaye mwanzo wake hauna mwanzo وهو الآخر الذي لا نهاية لآخريته na ndio mwisho ambaye hakuna mwisho wa mwisho wake subhanahu wa ta'ala نؤمن بأن الله تعالى علم الأشياء في الأزل علما لم يسبقه جاهل بل هو مستمر لا بداية لأوليته tuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejua mambo yote kwa ilmu yake ya kale ambayo haina mwanzo wake
na wala haikutanguliwa na ujinga na kutojua, bali ni yenye kuendelea, haina mwanzo wala haitafikiwa na mahali kuwa amesahau. La yadhillu rabbi wala yansa subhanahu wa ta'ala. فلا بد من الإيمان بأن الله تعالى قد علم الأشياء الحاضرة والمستقبلة، وعلم سبحانه ما لم يكن لو كان كيف يكون. نزيمك ومينك والله سبحانه وتعالى ameyajua yale mambo yanayotokea sasa na yatakayotokea katika mustakbali. Allah ni mjuzi wa hata yale ambayo hayatakuwa, lau kama yatakuwa namna gani. Allah yajua subhanahu wa ta'ala. وأخبر الله تعالى في كتابه العظيم عن الكفار أنهم سألوا الرجعة إلى الدار الدنيا. na Allah subhanahu wa ta'ala ametujuza katika kitabu chake kitukufu kuwa makafiri siku ya kiyama wataomba kurudishwa, wataomba lau kama watarudishwa duniani ili wapate kurekebisha pale walipoharibu. فقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. hata lau kama wangerudishwa hapa duniani wangerejelea yale waliokuwa wakiyafanya, yale waliokatazwa yale ndio watayafanya, na hawa ni waongo. Ukirejeshwa duniani, bila shaka ukirejeshwa duniani hutokumbushwa kama uliona moto na pepo kule. Kwa mfano utakuja kama ulivyokuja sasa hivi, kama ulivyo sasa hivi. Sababu ingelikuwa ukirudishwa duniani kwa mfano wajua kuna moto ushauona kwa macho, kuna kufuru tena, itakuwa ni iman ittirari, hauna budi isipokuwa lazima uamini. na Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani ameweka al-iman ni ikhtiyari, ni mtu mwenyewe yuachagua. faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha. hivi Allah subhanahu wa ta'ala hashindwi kumwamrisha mmoja katika malaika wake ajitokeze sema mimi malaika hapa niko juu, simoniona hivi, aminini, watu wote wakaamini. Yawezekana, lakini itakuwa ni imanun ittirari, yani hana budi isipokuwa ni amin. na ndio maana jua litakapochomoza katika upande wa magharibi, ikiwa nafsi haikuwa ni yenye kuamini kabla ya hapo, la yanfa'uha imanuha, imani yake haitomfaa baada ya hapo. Kwa nini? sababu khalas, yani washaona vitu kwa macho. Sasa hii itakuwa ni imani ittirari ambayo Allah hana haja nayo. Watakuwa nayo hii makafiri siku ya kiyama. Hakuna siku ya kiyama kafiri, kila mtu atakuwa mu'min kwa sababu haya mambo wayaona. qul yawma al-fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. sababu siku ya kiyama yawma al-fath watu wote watakuwa waumini, hata wale waliokufuru hapa duniani na kibra walichokuwa nacho, siku hiyo watakuwa waumini. lakini Allah asema qul yawma al-fath la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum, siku hiyo imani yao haitawafaa chochote. Kwa watatamani lau kama wangerudishwa duniani, bali wataomba warejeshwe nyumbani duniani, katika nyumba hii ya dunia, ili warekebishe yale waliokosea. Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mjuzi wa kile ambacho hakitakuwa, lau kama kitakuwa vipi, asema walau ruddu, lau wangerejeshwa huko duniani, la'adu limanuhu anhu, mina wajua hawa wangerejelea yale waliokatazwa, wa innahum lakadhibun, na hakika hawa ni waongo, si wa kweli. fa akhbara Allah ta'ala annahum la yuraddun. mwanzo Allah akatupa habari kwa mwanzo hawarudishwi. fala yarji'u ahadun ila ad-dar ad-dunya ba'da mautihi, hakuna mtu anayerejea tena huko duniani baada ya kufa. baada ya kufa خلاص hawarejei tena duniani. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا مهموما
mbona nakuona kama una dhiki, una mambo ya kusumbua katika moyo wako. فقلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا. babangu waliuawa katika vita vya Uhud shahidi, lakini ameniachia watoto wake banati 7 kama sikukosea 7 na deni juu, deni kubwa sana ameniachia. Sasa hilo jambo ndio mimi lantia dhiki. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك. je, nisikupe bishara kile alichokikuta baba yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuuawa vita vya Uhud? قال قلت بلى يا رسول الله. na hili alimwambia Mtume sallam ili kumuondolea ile hamu na dhiki aliyokuwa nayo, kampa bishara ili afurahike. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب. hajazungumza Allah qattu na mtu yote isipokuwa kwa nyuma ya pazia. wa ahya abaka fakallamahu kifahan. lakini alimhuisha babako akazungumza naye moja kwa moja bila ya kizuizi. Jabir ibn Abdullah ibn Haram, Abdullah ibn Haram baba yake Jabir, Allah amezungumza naye moja kwa moja. فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك. tamani chochote kwangu mimi nikupe. Allah amwambia mja wake tamani chochote nikupe. nasallallahu min fadli, sallallahu min fadli. قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. nihuisha tena duniani ili niuawe kwa ajili yako mara nyingine. kwa namna anavyoona fadhila kubwa Allah alizompa, atamani. na hakuna anayeondoka duniani akakuta kheri mbele ya Allah isipokuwa hata tamani kurudi duniani, illa shahid, kama alisema Mtume illa shahid, isipokuwa shahid atatamani lau kama atarejeshwa duniani au uawe tena kwa ajili ya Allah, namna atakavyoona ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala alimwekea. kwa babake Jabir alitamani lau kama atarudi tena duniani au wawe tena. قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. limetangulia neno langu kuwa ila hilo kurejea duniani watu wakiondoka warudi tena. ukishaondoka hapa hurudi tena, خلاص. umri mfupi wa dunia, jiandae kwa ajili ya akhira yako, jiandae kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. huo umri ukiisha haurudi tena. ikiwa ulijiandaa na ukafanya khairi, alhamdulillah, alhamdulillah, umefaulu milele. na ikiwa hapo ulicheza wakati wako kwa upoteza katika upuzi, basi ndugu yangu ukienda hurudi tena, hakuna kurudi. na lau kama kungelikuwa kuna kurudi, huyu ni katika watu wa peponi, Allah amwambia omba unachokitaka nikupe, ila hiki la sikurudishi kule, خلاص. قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. كشكي آية. فأخبر الله تعالى أنهم لا يردون، وهذا إخبار من الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. الله كتب خباري kuwa hawatarejeshwa. na hapa kuhusu makafiri akasema walau ruddu la'adu limanuhu anhu, wangerejelea yale waliokatazwa. وهذا إخبار من الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. hapa Allah atujulisha yale ambayo hayatakuwa lau kama yatakuwa namna gani. وقال تعالى عن الكفار، الله akiwazungumzia makafiri walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum. Allah angelijua kuna khairi kwao hawa angewasikilizisha, wangelisikia wakayakubali. walau asma'ahum, la lau kama angewalisikilizisha la tawallaw wa hum mu'ridun, kwa sababu yajua Allah vile watakavyokuwa, hivi ndivyo watakavyofanya, watakengeuka na kupuuza.
فهو سبحانه لم يسمعهم الآن بمعنى سسيفي هجا واسكيلزيشا ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وهذا الله زمزانين فأخبر سبحانه عما لم يكن لو كان كيف يكون جامع بارو حليوي لو كما لتكون نمنا الله يوجهه سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك wale wanafiki ambao hawakwenda katika vita vya Tabuk Allah akiwazungumzia asema walau aradu al-khuruja la a'addu lahu 'udda law kama wangelikuwa ni wakweli wataka kutoka kwenda vitani wangejiandaa ni kama leo amuona mtu jihadi jamaa ukimwangalia hivi yule mtu mwenyewe hajajiandaa kivyo vyote muongo mtupu ukimwangalia katika upande wa dini yake hana chochote anachokijua katika dini uongo tu afuta bangi kisha pia kelele hizo kuna mmoja avuta bangi sitaka jihadi sisi jihadi ya kuvuta bangi umeshindwa nafsi yako kuizuia kuvuta bangi wewe kisha upige ukelele kama huo hamuangalie katika upande wa imani hajajiandaa kivyovyote katika dini yake hajajiandaa hatuje upande mwingine hivi kwa mfano mimi nazungumza mfano kama huo maana nawajua wengine jamaa amevuta bangi wewe huyu weza kukimbia kweli ikitokea sasa haya twende hizo mbio akibikifua jamaa mtaniua jamani hii mambo gani sasa si wewe apiga kelele kumbe huko tayari kivyo vyote basi wewe si mkweli walau aradu al-khuruja la a'addu lahu 'udda jihad fi sabilillah yataka isti'dad kujiandaa kiimani ukaifahamu dini yako sasa na kujiandaa kimada kisilaha na yote haya ikiwa hauna utakwenda vipi jihad fi sabilillah si muongo tu ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم الله alichukia wao kutoka katika vita vya Tabuk kwa hivyo wakabakia nyuma hawakwenda kwa nini hawakwenda Allah subhanahu wa ta'ala sema waqila qu'udu ma'al qa'idin law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum wangelikuwa watangatanga tu baina ya waumini wakifanya nini yabghunakumul fitna huyo anasema hivi kuhusu wewe usikubali unafanya hivi yeye kazi yake ni kuchukua maneno huku kupeleka huku kutia watu dhiki fitna baina yao mpaka watu wakawa hawaelewani pale Allah subhanahu sema wangelikwenda hawangefanya hivyo kwani walikwenda hawakwenda lakini yuwajua lau kama wangekwenda wangefanya hivyo wangelikuwa watangatanga baina ya waumini huku wakitia nini fitna baina yao ndio kazi yao wafikum sama'una lahum naam wako katika waumini ambao hawajui hawakuwa ni wanafiki watawasikiliza wallahu alimun bidhalimin فهذا إخبار من الله تعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون الله hapa tupa habari kile ambacho hakija kuwa wala hakitakuwa lau kama kitakuwa vipi falmartabatu alula alilm kwa hiyo martaba ya kwanza ambayo ni wajibu kuamini katika qadar nini ni ilmu وهي الإيمان بأن الله علم الأشياء في الأزل علم الأشياء الحاضرة وعلم الأشياء المستقبلة وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون الله يجوه سبحانه وتعالى ajua yale yanayojiri sasa ajua yatakayotokea katika mustakbal Allah yajua yale ambayo hayatakuwa lau kama yatakuwa namna gani kwa kama tulivyosema kwa leo tutasoma martaba ya kwanza insha Allah taala tutajaribu katika kikao kinachofuata kusoma yaliyobakia katika maratib ya imani bil qadar wallahu taala a'lam subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم